Leo ni Jumanne ya juma la 15 la mwaka. Injili inayotuongoza siku hii ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 11 aya ya 20 hadi 24. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika injili ya leo tumemsikia Bwana wetu Yesu Kristo akitoa maneno mazito kwa miji ya Korazini, Betsaida na Kapernaumu. Anasema, ole wako Korazini, ole wako Betsaida, na wewe Kapernaumu, je, utainuliwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu. Maneno haya yanaweza kutushangaza kwa sababu tunamjua Bwana wetu Yesu Kristo na hulka yake, kwamba yeye ni mkombozi wetu mwenye huruma na upendo mkubwa. Yesu aliwaponya wagonjwa, aliwasamehe wenye dhambi, aliwakaribisha waliokataliwa na aliwaletea watu tumaini. Kwa nini basi leo anaonekana kusema maneno makali namna hiyo? Sababu ni moja kubwa. Watu wa miji hii walipokea neema nyingi kutoka kwa Mungu, lakini hawakuruhusu neema hiyo ibadilishe maisha yao. Korazini, Betsaida na Kapernaumu ilikuwa ni miji iliyobarikiwa sana. Yesu alihubiri huko, alifanya miujiza mingi, aliwaponya wagonjwa na alifunua uwepo wa ufalme wa Mungu katikati yao. Waliona matendo makuu ya Mungu kuliko watu wengine walivyowahi kuona. Lakini pamoja na hayo yote, mioyo yao ilibaki ni migumu. Tatizo lao halikuwa kwamba walikuwa na dhambi ambazo Mwenyezi Mungu asingeweza kuwasamehe. Tatizo lao lilikuwa ni kwamba walikataa mwaliko wa Bwana wetu Yesu Kristo wa kutubu na kubadilika. Waliona huruma ya Mungu, lakini hawakuruhusu huruma hiyo iwaguse na kuwabadilisha. Ndugu zangu, Injili hii inatualika sisi pia kujitazama. Wakati mwingine tunaweza kuwa sawa na watu hawa wa Korazini, Betsaida na Kapernaumu. Mungu ametubariki kwa mambo mengi. Tumepokea neno lake, tumepokea sakramenti, tumepokea ekaristi takatifu, msamaha na nafasi nyingi za kukua katika utakatifu. Lakini swali muhimu tunaloweza kujiuliza ni hili: je, baraka hizo zote ambazo tumezipokea zimebadilisha mioyo yetu? Inawezekana mtu akazoea mambo matakatifu, lakini moyo wake ukabaki mbali na Mwenyezi Mungu. Tunaweza kuhudhuria misa takatifu, kusikia Injili na kupokea komunyo kila siku, lakini tusiruhusu Kristo abadilishe maisha yetu, tabia zetu na mahusiano yetu na wengine. Hatari kubwa katika maisha ya kiroho sio tu kutenda dhambi, bali ni kufikia hatua ya kuizoea dhambi. Tunapoendelea kupuuza sauti ya Mungu, dhamiri zetu zinakufa. Tunaanza kuona mambo mabaya au dhambi kuwa ni kawaida na hatuoni tena umuhimu wa kufanya toba. Lakini habari njema ni kwamba maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo ya leo hayakusudii kutuangamiza au kututisha, bali kutuamsha. Yesu anatukemea kwa sababu anatupenda. Anataka turudi kwake na tupokee uokovu. Kila siku ni nafasi mpya ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Mungu hatukatii tamaa. Huruma yake ni kubwa kuliko makosa yetu yote. Kama Mtume Paulo anavyotuambia, pale dhambi ilipozidi, neema ya Mungu ilizidi kuwa nyingi zaidi. Leo Yesu anatualika, anatuuliza, je, nimemruhusu Mungu abadilishe maisha yangu? Je, kuna sehemu katika moyo wangu ambayo nimeifunga mbele ya sauti ya Mwenyezi Mungu? Ni mabadiliko gani ambayo Yesu ananiita kuyafanya leo? Ndugu zangu, tusichukulie neema ya Mungu kuwa ni kitu cha kawaida. Tuwe na moyo wa unyenyekevu,
wa toba na wa shukrani. Tumruhusu Kristu atuongoze kila siku katika njia ya utakatifu, kwa sababu hakuna mwenye dhambi asiye na tumaini, na hakuna mtu ambaye yuko mbali sana kiasi kwamba huruma ya Mungu haiwezi kumfikia. Bwana atusaidie siku zote kuitikia mwito wake wa toba na kufanya mabadiliko ya kweli katika maisha yetu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.